nina vielelezo. Nataka niwaelezee kwanza muelewe kabla sijakwenda kwenye maelekezo ya serikali. Hapa kuna vielelezo kadhaa. Hivyo ni vielelezo. Kuvipata hivi haikuwa kazi nyepesi. Mwaka 1995 mwezi wa 7 tarehe 2 kikao kilikaa baada ya kupokea maombi kutoka kwenye kikao ambacho kilifanyika kwenye kijiji tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 95. Kijiji kilikaa na kupeleka maombi kwa kamati ya kugawa ardhi ya wilaya Simanjiro. Muktasari huu hakuna mtu anao huko. Hii ndiyo serikali bwana. Nimetaka tu kuwaonyesha kwamba serikali huwa haipotezi nyaraka. Kwa hiyo usijisahau ndugu yangu, tukikutaka tutakupata tu. Labda tu hatuna shida na wewe. Sasa kwa mujibu wa mgawano huu na maombi haya wananchi, kwenye muktasari huu hakuna sehemu inapoonyesha hawa watu waliokubaliwa kupewa hekari wanapewa hekari sehemu gani. Kwenye muktasari huu, kwenye hichi kijiji chetu tuna vitongoji vingapi? Tuna vitongoji 6. Kwenye vitongoji vyetu hivi tulivyo navyo, kwa mujibu wa karatasi hii haionyeshi hawa waliopewa maeneo haya wamepewa wapi, ambao sio shida. Barua hii iliporudi sasa, viongozi wetu wa kijiji walitakiwa sasa wakae tena kikao kingine, moja kutoa taarifa ya serikali kukubali kutoa haya maeneo, lakini sasa serikali ya kijiji ingesema maeneo haya ambayo waliomba yako sehemu gani, ili kila mtu akapewe eneo lake, aonyeshwe. Hiki hakikufanyika, na hiyo ikatumika kama mwanya wa wachache kuuza maeneo ambayo sio yao. Lakini kila aliyekuwa anauza moyoni kwake alikuwa kusema kwamba hapa nauza sio pangu, anajua. Lakini pia kamati ikaja kubaini kwamba baada haya tukapata mtendaji wa kata ambaye baadaye alikuja kukaimu nafasi ya mtendaji wa kijiji. Kwa mtendaji wa kijiji Pendo yuko wapi? Mtendaji wa kijiji nikaambiwa kwamba alitoka kaenda likizo ya masomo. Alipokwenda likizo ya masomo, mtendaji wa kata akakaimu utendaji wa kijiji. Alipokaimu utendaji wa kijiji, sasa mtendaji wa kata huyu Bibi Mary Chisoji akawa damdam na viongozi wa kijiji. Uza maeneo mama, saini makaratasi. Yuko bize kuandika makaratasi na kusaini kila itwayo asubuhi, kuthibitisha maeneo kwamba ni ya watu, wakati anajua kabisa mwenye mamlaka ya kugawa ni kijiji husika pamoja na halmashauri ya kijiji. Halmashauri za kijiji hazijahusishwa, lakini wenye vitu wa vijiji wengine hawakuhusishwa, na maeneo yaliuzwa na fedha zililiwa, na 10% ya kijiji haikuingia kwenye mfuko wa kijiji. Bibi Pendo aliporudi kutoka shule akakuta hapa mambo bam, na wewe ukaingia kwenye barabara hiyo ya kubakideti taarifa. Unashirikiana na wenye viti waliopita kubakideti taarifa na kuthibitisha maeneo ya watu kwamba ni ya kwao bila ya kujiridhisha, yanauzwa, mnasababisha migogoro. Nyaraka zipo hapa zimejaa tele, na signature zako dada Pendo ziko humu, na mikataba yako uliosaini mingine dada Pendo iko humu. Labda uikatae na useme hii signature pia si zako wala huzitambui. Hawa walionunua hapa useme huwajui, hujawahi kuona hata siku moja. Lakini timu imekuja hapa kwa ajili ya kuwahoji, ukaondoka. Ukasema unaumwa, haupo ofisini. Hakuna shida, kazi iliendelea. Na matokeo ndio haya hapa. Wewe unajua mipaka yako ya kiutumishi, unajua nafasi yako, unajua mwili wako unatakiwa upige wapi, kikao chako kiongoze kipi, upite mstari gani, usimamie wapi. Si unajua kabisa. Lakini hawa unaowagongea muhuri bosi kwamba huyu ninamfahamu, eneo ni la kwake, umekwenda kujiridhisha, umekwenda kwenye kitongoji kile, viongozi wa kitongoji umewaona, umekwenda kwenye halmashauri ya kijiji kuambia jamaa tumepata mteja anataka kununua hapa, je, hili shamba kwani la kwini? Tulikuwa tunafanya hivyo? Kama tujiridhishi tulikuwa tunategemea nini bosi wangu? Niambie. Mtu kaja tu ofisini anakwambia mimi shamba la kwangu lile. Mteja anakuja kununua shamba mahala popote, akisha kutana na ofisi ya kijiji, kuna shida tena?
Umekutana na kiongozi wa kijiji, una shida tena? Unanunua au sio? Kumbe wanaokuuzia wanafanya mambo ya kitapeli kwa lugha nyepesi. Si sawa. Mkurugenzi na mheshimiwa mkuu wa wilaya, dada Pendo achukuliwe hatua zinazostahili haraka iwezekanavyo kuanzia muda huu. Lakini pia tuna issue hapa ya bwana Martin ambaye alikuwa anafanya kazi na Pendo. Yuko wapi kaka Martin? Na dada huyu hapa na mwenzie Pendo na mwenzie Mary pia. Mwenyekiti aliyepita huko nyuma bado anamiliki mihuri na dokumenti za kijiji. Na anagonga mihuri kwa kulisha tarehe nyuma. Sio sawa. Sio sawa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, yule bosi naye achukuliwe hatua. Lakini kijiji kikaja kikabaini. Kijiji kikaja kikabaini changamoto kubwa na kaka nyingi sana zinazohusiana na habari ya mwenyekiti wetu wa kijiji Kimai Saruni. Changamoto nyingi zinazohusiana na habari ya mwenyekiti wa kijiji kwenye masuala ya ardhi, lakini pia kwenye issue za kimaadili. Dokumenti tunazo hapa. Dokumenti inayomuonyesha mke wake binafsi kuwa na hati ya umiliki ya ekari 50 ambazo hazina maelezo. Zilipatikanaje? Zilitoka wapi? Zilipatikana vipi? Amemiliki vipi? Hiyo ni changamoto kubwa sana. Lakini pia changamoto nyingine, mwenyekiti amekuwa akiidhinisha mashamba yote yanayokwenda kuuzwa bila ya kujiridhisha kwamba hili shamba kweli ni la huyu. Tujiridhishe umiliki wake kabla hatujauza. Mashamba yameuzwa. Mheshimiwa mwenyekiti, walionunua wewe, wale uliowaidhinishia mashamba waende kuuza wote, una uwezo kutuonyesha maeneo yao yalikuwa wapi? Hawa ambao wako humu wote ambao wewe umeidhinisha kwa gonga na muhuri kwamba eneo lake anaweza kuuza. Tunaweza tukaenda sasa hivi tukaona eneo hilo la huyo bwana? Ama tumekaa tu ofisini tunagonga mihuri? Dokumenti zipo, baadhi ya nyaraka zipo tayari kwa kisaka za kuanzia kazi. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kijiji naye naomba apite kwenye moto wa masuala ya sheria, vitu vingine mpaka utakapojiridhisha. Cha kwanza, cha pili, ofisi ikaimishwe, mtu mwingine aweze kuendesha ofisi mpaka utakapojiridhisha na yanayoendelea kwenye ofisi hiyo.